الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد tunaendelea na darasa ya tafsiri ya surati al-Ankabut na tulipitia jana hizi aya za 19 na 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يروا hawaoni. Je, wao hawaoni? Hawaoni kupinga. Hawaoni kaifa, vipi au jinsi, yubdi Allahu al-khalqa, vipi Mwenyezi Mungu anaanzisha uumbaji. Na unaposema kuanzisha uumbaji ambao Mwenyezi Mungu amejalia vitu hivi alivyoviumba vyote vizingatiwe na binadamu, halafu kutazama kwa vitu hivi alivyoviumba katika mbingu na katika ardhi, katika manyota na jua na mwezi na sayari zote zilizokuwa juu na majabali na mito na kila unachokiona wewe katika mbele ya macho yako, ikiwa juu ardhi, ikiwa chini ya ardhi, ikiwa katika mbinguni miti, wanyama, kila unachokiona mbele yako, Mwenyezi Mungu anataka utumie akili yako katika kuzingatia. Wewe ulioamini unajua kwamba hadha min khalqillah, na utukufu wake, uwezo wake, nguvu zake, ilmu yake unaiona kutokana na vitu hivi vilivyoumbwa. Kwa hivyo maneno haya waambie wao, awalam yarau, hawakuona, hawenye kukanusha na kuabudu miungu isiyofaa kuabudiwa, miungu isiyofaa kuabudiwa. Hawatizami kaifa yubdi Allahu al-khalqa, namna gani Mwenyezi Mungu alivyoanzisha maumbile ya vitu vyote vilivyo mbele yako. Kwa maana ikaja katika aya nyingine anakuthibitishia mwenye, inna fi khalqi samawati wal ardh, katika kuumba mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat. Hizi ni ishara tosha kwa yule mwenye akili yake. La ayat liman? Li ulil albab, li ashab al-uqul, wenye akili zao wakapima wakaona kweli hadha ya Rabb ma khalaqta hadha batila, hujaumba ovyo ovyo vitu. Kwa hivyo kuumba kwa kila kitu ni dalili ya kuonesha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio kwa maana wanarejeshewa hawaje kupinga. Na qul sanurihim ayatina fi al-afaq wa fi anfusihim, sema waambie hata hamna kul sanurihim ayatina, tutaonesha ayati zetu, uwezo wetu, nguvu zetu, miujiza yetu, ishara zetu. Sanu ayati fil afaqi, upewa macho yako ende sehemu za juu huko angani mote, mbinguni mote. Wa fi anfusihim, na wajitazame nafsi zao, hata yatabayana lahum annahu alhaq, mpaka ibainike kwa wazi kabisa kwamba ni haki kutoka Mwenyezi Mungu, hajomba ovyo ovyo. Na akasema wa fi anfusikum, na katika nafsi zenu pia. Afala tubsirun, hamkai mkaona si kwa macho tu, kwa macho na kwa akili na kwa kila kitu. Afala tubsirun, hamuoni utukufu wa Mwenyezi Mungu? Binadamu akijitizama nafsi yake atajua utukufu wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila sehemu ya mwili wake, kila kiungo katika viungo kadha vya mwili wake ni miujiza tosha. Kinapoharibika kiungo kimoja katika mwili wake, basi mtizame anavyohangaika vipi binadamu. Elimu yote ama maprofesa wote, madaktari wote na uvumbuzi wao wote na kila kitu, hawezi kutengeneza mfano wa figo tu, ambao watu wengi wanapata kidney failures, mafigo yanaacha kufanya kazi, ndio desturi.
wakenda hospitali wakifanya nini? Wakifanya damu yote inatolewa, inaoshwa, inasafishwa, badala ya kwamba figo mbili viduchu hivi vipande vidogo vya nyama vinafanya kazi 24 saa, wewe unakwenda ukirudi hata habari huna. Sasa unapoharibikiwa na figo zake mtu, tazama sasa kila kikivumbuliwa kitu kuhusu namna gani ya kufanya kazi kama figo, utakuta mashine mkubwa kama sanduku hospitali ilipo na chupa kubwa liko chini na mapipe ingia pipe kutoka. Binadamu anakwenda na dundwa kila siku, kila wiki mara 3 mfano, anakwenda kuosha damu yake. Kwa sababu figo zake zimefanya kazi. Au fi anfusikum afala tubsirun. Wewe hujasema bali kwa tujizame nafsi zako. Na kila yule aliyekuwa anajua elimu ya nafsi yake zaidi, akiwa madaktari mbalimbali ambao wanajua zaidi kuliko sisi, wao wanaiona maana ya aya hii, wa fi anfusikum afala tubsirun. Alafu shajitazama wewe, tazama kila kiumbe, mtazame kwa mtazamo kama unavyojitazama nafsi yako, namna gani ulivyoumbwa, au sio? Yaani daktari wa moyo akikuelezea habari ya moyo utaona ajabu, utafumbua macho. Naam, namna gani unafanya kazi, namna gani muhimu katika. Lakini binadamu tena jinsi alivyokuwa mgumu, Mwenyezi Mungu kamjalia maisha yake yote kwenda kurudi, jeuri zake, mambo yake yote anayofanya, acha anategemea kipande cha nyama. Kipande cha nyama kinapiga kikisukuma damu nje kurejesha ndani nje, na damu yote ipite, zunguke, ipite pale. Ikitoka pale ndo head office pale, headquarter kwenye moyo, alafu tena ipeleke ndio kitega kimoyo kikisita pap خلاص kipande cha nyama chuma afiki miaka 50 40 shaba ya kutumisha katika moyo unakwenda nao binadamu miaka 100 wote haja fi anfusikum zamani nafsi zenu afala tusirun. Najua hivyo kwa maisha unakwenda ukiruka ukianguka ukiumia ukinini moyo papa si miujiza. Kipande cha nyama kinakupeleka miaka 100 miaka 90 miaka 85. Kwa hivyo unapokuta aya kama hii, qul siru aw lam yaraw kayfa yabda Allahu al-khalq, tazama namna gani alivyoanzisha maumbile, namna gani alivyoumba mbingu na ardhi na kila kitu, na kila vilivyokuwa ndani ya ardhi na kila vilivyokuwa mbinguni. Alafu kisha anakuambia tizame, hawaoni. Kwa hivyo thumma hii maana yake baadaye, ikisha yuiduhu, atarejesha kama alivyoumba sasa. Yaani kitu kipo mnakitazama mbele yako alafu kitarejeshwa, kwani hakijaondoka tu, vipi kitarejeshwa? Thumma yuidu na hakijaondoka, ina maana ujue katikati kuna kitaondoka, kitavurugika kila kitu, na kila aliingia katika ardhi. Ardhi imejaliwa ndo nini? Ndo buku lako, daftari la kusajili kila kitu. Ardhi inadawi ni kila kitu. Ardhi inahifadhi miili yetu na miti iliyokufa na kila kitu. Halafu siku ile linafunguliwa daftari, idha zuziyat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha. Fungua daftari, haya tetemeko mkubwa unakuja, ikatoa mzigo yote iliyoficha chini. Hata binadamu anastaajabu nini? Wa qala al-insanu ma laha, ina nini leo ardhi, ina nini? Inatoa vitu vyote vilivyosajiliwa, vyote vilivyohifadhiwa katika ardhi vipate kwenda kwa Mola siku hiyo. Thumma ila rabbikum turja'un wa qala insanu ma laha, ardhi tasema siku hiyo ma tuhadithu akhbaraha. Subhanallah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anamtaka binadamu yule anayepinga kuamini atizame namna gani alivyoumba mwanzo. Kwa hivyo anapoambiwa kwamba tutaumba tena mara pili, asipige mfano kama yule kafiri alisimama mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua mchanga na vuruga, anaambia anta tazum ya Muhammad, unajidai kwamba huu mchanga baada sisi kufa na kugeuka mchanga tutarejeshwa tena? Mwenyezi Mungu anaambia mjibu kwa aya wa daraba lana mathalan, anatubia sisi mfano. Mwenyezi Mungu asema wa nasiya khalqahu, na amesahau namna gani alivyoumbwa. وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال كسيما من يحيي العظام وهي رميم, nani wewe Muhammad anaweza kufufua mafupa na hali ramim, yameshaharibika
yameshauziana, yameshakuwa kama unga, kama mchanga tu. Ramimi yameshaharibika kwa mchanga. Mafupa yalikuwa magumu kwa mchanga. Ule mchanga asili yake tunasema mafupa yalioza miaka 1000 nyuma, 2000, au sio? Qul, sema yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra, ataihuisha na kuileta tena kama alivyoanzisha mwanzo kuiumba. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaposema maneno kama haya anakusudia kumfahamisha binadamu kwamba hicho kiyama anachokipinga, ama yatasalun ani an-naba al-azim alladhi hum fihi mukhtalifun, kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Kitu gani wanapokaa kiulizana na kupinga? Habari ani an-naba al-azim, habari ya kufufuliwa tena na kurejeshwa kwa ajili ya hesabu na pepo na moto. Wanakataa leo wataona na wakitaka kujua kama kitakuwa kitu hiki, atizame vipi walivyoumbwa mwanzo. Thumma yu'idu, kisha kumrejesha tena. Inna dhalika ala Allahi, wasifikiri jambo gumu. Inna dhalika ala Allahi yasir, jambo hilo kwa Mwenyezi Mungu ni jepesi sana. Inna dhalika ala Allahi yasir, hakika jambo hilo kwa Mwenyezi Mungu ni jepesi sana. Mwenyezi Mungu huwa alladhi yabda al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi. Aya nyingine hiyo, na hilo ni jepesi sana kwake. Wa huwa, jambo hilo kuumbwa tena na kurejeshwa tena, ahwanu, jepesi zaidi kuliko unavyofikiria. Jambo hayyin, jepesi, jambo dogo kabisa, ahwanu kwa Mwenyezi Mungu. Na hiyo maana huwa ahwanu alayhi. Sasa anakusema nini? Inna dhalika ala Allahi yasir, hakika jambo hilo na kurejeshwa tena thumma yu'idu, la wallahi jepesi. Ila ukikataa wewe kwanza kama Mwenyezi Mungu hajaumba, umekuja wenyewe, hapo tena kuna masala mengine sasa. Masala hii kuonesha upumbavu wako wewe binadamu unaopinga kwamba vitu hivi havijaumba, vimekuja wenyewe. Hapo tena kwa hao mulhidun wanaopinga hata kwamba wao wameumbwa na nani na haya maumbile yote ni nature tu, la wallahi, huo ujinga wa mwisho kabisa. Kwa sababu huwezi vitu hivyo vyote ukaviona nature tu vimekuja hivi, na vitu vya kipumbavu. Hata viatu ndala zako unazivaa imetumika akili kubwa na masna factory kubwa ya kutengeneza, kufanya vipande vya raba vile vikafanya upande smooth, unapotia miguu yako na upande chini rafu kidogo, ili uweze kukanyaga usiteleze, na wapi pa kutia tundu na wapi pa kubania kwa vidole viwili, wapi vyote hivyo vimetumika akili kubwa, hata vikafanya viatu nao vinavyokanyaga. Ulimwengu wote ulioumbwa, mbingu na ardhi na nini vilivyo wote vimekuja hivi. Wewe unakuwa mpumbavu mwisho tena. Sivyo? Kwa sababu kila kitu dalili ya kuonesha mtengenezaji wa kitu kile, na ardhi dalili wazi ya kuonesha utukufu wa Mwenyezi Mungu katika kuumba vitu hivi. Wa huwa ahwanu alayhi, ndio alivyosema sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Tutaonesha, na hii tutaonesha ni Mwenyezi Mungu kuwajalia wao wazungu, wao makafiri, wao na ilmu kubwa, watumie zana za kila aina, halafu watazame namna gani Mwenyezi Mungu alivyoumba. Sanurihim ayatina fil afaqi, upewa macho yao kwa kutazama huko juu. So wanapeleka marocket na makuku na nini, wanaona kuchunguka, halafu kisha wacha kutoka fil afaqi wa fi anfusihim, kwa nafsi zao. Wallahi wa fi anfusihim, hii ni wa fi anfusihim peke yake. Kama unataka kutunga vitabu kuhusu afya anfusihim, volume kwa volume, mwili Tizama tuweka daktari wa nywele, daktari wa ngozi, daktari wa pua, ENT, daktari wa moyo, daktari wa figo, daktari wa sijui tumbo, kila mmoja daktari wake, daktari wa mafupa, daktari wa sijui. Halafu kila daktari mwambie wewe vitabu vingapi unavyojua wewe vilotungwa katika subject hii. Sasa vitabu vyote. Daktari wa moyo, cardiologist, atakwambia library yetu sisi ina vitabu 5,000 10,000. Au uongo? Daktari wa kidney, daktari wa liver, ini kila moja kwamba si kitabu 1000 ngapi. Vitabu vyote hivyo vikusanya, vyote hivyo unaweza ukaandika chini ya anwani wa fi anfusikum. Na katika nafsi zenu, afala tubsirun, hamuoni kwa akili zenu, kwa elimu zenu, kwa sayansi yenu, kwa nini yenu yote, afala tubsirun, hamuoni tukufu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sanurihim ayati, tunaonesha wao
wanaopinga kuna kufufuliwa wakasema jambo hilo impossible, haliwezi kuwa. La, watizame vipi ilikuwa possible kuja wao mwanzo, na Mwenyezi Mungu kaelezea wote namna gani alivyoumba, lakini hajawashuhudisha. Ma ashhadtum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim, hajawashuhudisha la majini wala shetani wala binadamu wala nani. Mwenyezi Mungu amefanya mwenyewe, kwa sababu hao kazi yao kupoteza watu. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا, ولا sio mimi wa kuchukua hawapotezaji watu majini na mashetani kwa